Bas, Father ambaye ametuongoza siku ya leo katika misa na uongozi wote wa kanisa ambao uko hapa, viongozi wenzangu wakiongozwa na gavana wetu pamoja na wananchi wa hapa Kapkei Agmuibin Komugul. Na hivi nafasi ni akata tule ngane tapcheso le Chamkei kugei. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Asante. Nilikuwa nauliza hivyo ili tujikumbushe kwamba bado tuko katika kanisa. Na nimefurahia sana kufika hapa. Ngawaje tumefika kama tumechelewa kidogo. Kwa sababu tulikuwa kama vile Safaruk amesema, tulikuwa katika kanisa pale Kericho pamoja na viongozi wengine. Lakini kupitia mwaliko ambao nilipokea kutoka kwa Profesa Bato, nikasema lazima nifike hapa siku ya leo. Kuwe kuna mvua, kuwe kuna jua, sababu yeye ni kiongozi shupavu. Na ni kiongozi ambaye sisi tunajivunia. Unajua katika taifa letu la Kenya bado tunapambana na ile kitu kwa katiba. Katika katiba yetu tunaambiwa kwamba jenda yoyote haifai kuzidi zaidi ya thuluthi mbili ama 2/3 kwa lugha ya Kiingereza upande mmoja. Kwa hivyo tukipata constituency kama hii yenu ambayo wameweka uongozi katika mkono wa mama, lazima tuwashikilie mkono na tuungane pamoja na nyinyi. Na pia unajua profesa hakuchaguliwa na akasema ati sababu mimi ni mama mnihurumie, anachapa kazi vile inafaa. Na kama vile huyu Nyakundi amesema, sio mchache pia, ni msumbufu. Na anajua kufuata maneno yenu. Akikwambia tafadhali, sababu mimi najua ingawaje mimi niko kwa Senate, saa nyingine pia vitu ya Kenya huwa inafika pale kwa ofisi yangu. Ukiwa na deni ya watu wa Muibeni, utajua Bartoni nani siku hiyo. Atapiga simu kutoka saa 12 mpaka saa 2 ufike ofisi. Kwa hivyo mimi namshukuru sana kwa sababu ni mkakamavu, anafuata maslahi yenu na anahakikisha kwamba mambo yenu iko vile inafaa. So mimi nakupongeza sana profesa kwa ile maneno ambaye vile wewe unajizatiti. Aliponieleza kwamba tutakuwa katika kanisa lake hapa nyumbani, nikaona ni vizuri tushirikiane pamoja na nyinyi ili tuweze kujenga kanisa letu. Unajua nchi yetu ilikuwa karibu ipotezwe kidogo. Sijui kama mnakumbuka kwamba mwaka uliopita kuna kelele ilikuja mpaka ati sadaka inafanywa referendum. Ati inasemekana hatutaki kutoa matoleo katika kanisa. Na karibu tufuate. Hata sisi wote karibu tuingie kwa hiyo mtego. Ati tuseme sasa hakuna harambee kwa kanisa, hakuna maneno kama hiyo. Na ukiangalia ni watu wachache. Na mwenye anaandika hiyo maneno anaandika kwa Facebook na Twitter, ako kwa bar. Na anatupangia vile kanisa iko. Mimi in fact niliwaambia siku moja, kama mmesema mmefunga harambee, tufunge bar. Basi sisi wote twende draw. Hao wakakataa kusema hapana, endeleeni na harambee yenu. Na tulikuwa karibu kufuata hiyo maneno. Ati tunasema sijui nini. Na kila mtu aliingia kwa hiyo mtego. Karibu mpaka viongozi wa kanisa. Mabishop kule Nairobi, sijui wapi, wanasema ati tunarudisha pesa. Wewe unarudisha pesa na si wewe umepewa, utarudisha kitu si yako. Hakuna pale kwa Biblia imeandikwa ati tunapea pastor ama father. Ile matoleo tunatoa, tunamtolea nani? Si Mwenyezi Mungu. Sasa wewe ni broker wa aina gani unajifanya Mungu? Ati unarudishia watu pesa yao. Mimi ninajua na mimi siongei kwa mzaha. Kama kuna kitu mimi naelewa hata kushinda siasa, naelewa kitabu ya Mwenyezi Mungu. Mimi nimelelewa na nimekuwa ndani ya kanisa. I know what I am saying and I speak with authority kwa maneno ya mchango kanisani. Kwamba Biblia inatuambia kujeni na moyo ambayo una shukrani na matoleo yenu. Na Mwenyezi Mungu anasema ukitoa atakuzidishia. Si ati atakurudishia. Hiyo ni Biblia mpya ambayo imeandikwa na wakora wako kule Nairobi. Iko Kenya peke yake, hata haiko duniani. Kwa hivyo mimi nawaambia vile mmekusanyana siku ya leo, tukusanyane na tujenge makanisa yetu. Na tusiaibike. Tusikue na aibu kuhusu kanisa zetu. Let us continue building our church and not be embarrassed about our faith. We are first Christians before anything. Sisi ni Wakristo kabla kitu kingine chochote.
Hizi kazi tuko nazo ni kwa muda tu peke yake. Ya muhimu ni kwamba kanisa ya Mwenyezi Mungu lazima iendelee ili dunia iwe sawa. Na mimi kwa hiyo upande ya kutoa, ningependa nimshukuru sana rais wetu. Sababu najua yeye ndiye alikuwa ameshambuliwa sana kwa hiyo maneno. Na alikuwa ameshambuliwa mpaka kidogo karibu aweke break. Mimi nimeshukuru kwa sababu amerudi na gia ya juu kabisa. Nataka nimwambie ongezelea hapo. Kama sio Mwenyezi Mungu, William Ruto angekuwa rais katika taifa letu la Kenya. Kama sio kanisa hii ambaye anatembelea na anapatana na Wakristo wenzake ambao walisimama nao wakasaidiana kujenga makanisa, hatungekuwa na serikali hii ya Kenya Kwanza. Kwa hivyo tusikubali kudanganywa. Mpaka ifike mahali ati tunaaibika katika mambo ya matoleo katika kanisa. Matoleo katika kanisa ni mambo ambayo iko katika Biblia. Na ndiposa tumefika hapa siku ya leo kupikia mwaliko huo, tumalize hii, tuende na ingine zaidi, ili tuishi vizuri hapa duniani tukingojea kwenda pale mbele. Otherwise, sina mambo mengi. Mimi ninashukuru, nina furaha. Tumepatana na viongozi wenu hapa. Gavana pia ni rafiki yangu. Gavana koti moja. Kawaje siku hizi anaitwa koti moja, si moja. Sababu akiulizwa anasema hapana, nilikuwa nimesema moja kila siku. Si ati moja peke yake. Sababu hii yako naye si yenye alikuwa naye mwezi iliyopita. Lakini namshukuru sababu ni rafiki. Tumekaa naye pamoja. Katabu kityo gobeta kidogo. Mekoleo nyeteji oliepka. Akingedile kabi uko yoli. Yani imo ingala kabisa beta saba gavana. Singabara wisage nyonge tu yang poger aja gini. Boko ibeto. Ako amaja wech kongoi. Aka som alonge testa age bagenge negitindai. Kukipiga apka, kukipiga emetab Kenya, boisionik yok tugul kigilchige keger kele kakakait emetab Kenya kusir kit nekiu kingonome emoni president nebo emetab Kenya. Nelakwetab kaa. Onge na kokwet. Ole kingikochin emoni ko kiako weiwe en emet. Kiteta ko kiako ruske kelie. Kimi kityo keket kuosken au kimokonome beit. Kinangisosochin beit kelechi chito konon kityo chetindoi ak kiket. Lakini nguni kokorib akotirchi suswek akochechi kabisa kotechi mpaka ngalek tugul chenyolu keteshi. Nguni ndakindo Kenya sokoni kemoitos chi age tugul akole kimoche emoni. Moyan ngalekab lembechet kimoche koibote biik akomwoe kole tom kolya. Ongen akokwek ako kemwochi biik besio olenji emoni nebo Kenya ko kikergei yani deni nekimiten koroni. Ko kikergei ak chito nekiakosom fuliza, kosom mshwari, kosom tala, ak mwisho sikwendi kaa kosirto en ofisitab Kenya Women. Yani kiyochen olon tugul. Kinekit kialda koroni. Yani kokoyaktake kowekta chok, besio kosome fuliza, kolepanen tala, kolyoi, akai kakonam emet lain. Nguni ngeng'ololi kenyini 2025, kenyisiechu koche, oeng chukobendi, kokokiweku emet. Ni 2025 kobo maendeleo akine ketipene. Onge dole Uasin Gishu ni mwaka ako mwaka kandoik kwak. Chang panganutik chebo ngalekab ortinwek, sitimet, beek, ne chetestai en oliepka. Kotomo keteste chebo kabatisiet. Mbolea ngalek chechang chekakimwa. Kewekchini kongoi Jehova akingen kele chang akot tuguk chemiach chebwone oliepka. Komi rutoi ai akorutochi emoni bo Kenya olon. Keweche kongoi ndamun kinge kele kitebie nengo. Amang'u ale ngotore olin kotos koutien oliepka man. Au mising kokilechi akot malazima rutoet akot. Ingorutechi kityo maendeleo akesishike en oliep ngweny. Ingorwai lamisiek, ingoet stimet, ingeribet koit oliepka akenyoru mung'arosiek akokakait kabatisiet kekongoi nenyon. Kongeker olon kebatisiot ilian keweche nisi nabas besio betut agenge inyeleche nambo chamke keweche kongoi kora inot. Ana neo konyitechu. Ana mauno? Somoche ole kongoi mising en okwek ketebi kibagenge kikilchige boisionik akakono hakikisho ole ngepangoni emetab Kenya kokot oliepka oliep kutitab chego ko Kenya akine nyoru share nenywan akongen ale unoton. Kenyoru haki nenyon yon kipyeito keker kele lion kenga kele bas ote chakechek maendeleo chebwone koroni.
ara ninawech kongoi ako yo iakitia mwatuten chamo bichu web Kiingereza chulile bi ele kako kwera sister sema babochis au kako atunone na sister akiche so mimi nashukuru kwa sababu tumekaribishwa hapo Uasin Gishu. Naungana na viongozi wenzangu kuwarudishia shukrani wa Kenya wale wamemkaribisha rais katika ziara yake ya maendeleo, haswa wiki hii alipokuwa kule katika eneo la Mount Kenya. Mnajua yule muongo mkabila ambaye tulifukuza kazi alikuwa ameuzia watu uongo mingi sana. Rais akikuja huko atapigwa, hawezi kukaribishwa, ataulizwa maswali. Ninyi mliona TV, rais alikaribishwa au kukaribishwa? Si tunasema asante kwa ndugu zetu wa Mount Kenya, na tunawaambia tuzidi kukaa pamoja hivyo. Hiyo ndio Kenya ambaye tunataka. Wajana na hiyo Kenya ambaye ule mwingine mtu muongo wa fitina na maneno mbaya mbaya anaendesha. Na unajua ubaya yake, sisi ndio tulikuwa walimu wake. Na anajaribu kutumia ile ukora yenye tulimfundisha ati kutumia kwetu sisi. Unajua hiyo lugha anaongea, sisi ndio tulikuwa tunamfundisha na mwambia basi enda sema hivi. Uhuru Kenyatta akaogopa mpaka kuenda Mount Kenya. Sasa wewe unachukua ile script mwalimu akufunza, unataka kutisha naye William Ruto ambaye alikufundisha. Wewe fanya hesabu ya juu bana. Wacha kuwa mtu reja na hesabu ya juu kali. Ile script anajaribu kuimplement. Sisi wenyewe ndio walimu wa hiyo script. Kwa hivyo huwezi kutufundisha na vitisho yako nusu. Mimi nashukuru na naomba Wakenya wote kwamba tuzidi kukaa, tuwe nchi ambaye tunapendana sisi wote. Tuwe nchi ambaye taifa ambaye si lazima ati sehemu nyingine ikose ndio nyingine ipate. It is possible to have a country where every corner of the country is thriving and no part of the country has to lose for another one to gain. As we sit here today, we have representation from Kenyans of all walks of life who are proud and happy that for the first time we have a president who is taking development to every corner of the country without discrimination. Ukipata watu wa Nyanza wanasema asante rais kwa kutupanga. Upate watu wa Western wanasema asante kwa kutuamshia viwanda vyetu vya miwa na uchumi wetu ambao umekuwa. Ukikuja hapa Rift Valley tunashukuru kwa barabara, mbolea. Ametoka Western Coast wanashukuru kwa maneno yao. Hiyo ndio kazi ya rais wa taifa la Kenya. Kuunganisha Wakenya wote na kuhakikisha kwamba wamekaa na taifa ambaye inafurahia. Sio Kenya ambaye kuna migawanyiko ya ukabila, ya chuki, ya fitina, ya propaganda. Mimi namshukuru Mheshimiwa Rais kwa vile anaendelea kuunganisha taifa na kuhakikisha kwamba tuko na nchi ambaye kila Mkenya anajihisi kwamba ako ndani yake. Unafikiri kama rais angepanga maneno vizuri, tungekuwa hapa leo na hawa kina Asa Matani? Huyu Gaucho mtu ya kutembea na sufuria kwa kichwa angekaa hapa leo? Si angekuwa ameleta fujo? Lakini leo ana furaha na mimi naona wanashukuru na wanasema this is what we wanted. Tulitaka tu Kenya ambaye kila mtu anajivunia, ambaye kila mtu anasikia hii ni taifa letu. It doesn't matter who is president. That is the country that we wanted. Na hiyo ndio ilitukosanisha na ule mtu wa fitina. Na kushukuru sana Mutuse. Wewe hata kama unashambuliwa, you will go down in history. Huyu mtu, when the history of Kenya is written and it is said who killed tribalism in Kenya, it will be said the man called Mwengi Mutuse from Kibwezi destroyed tribalism. Wakati tulimpeach ule mtu. I have never regretted the decision to impeach Rigathi Gachagua because I know the going down of Rigathi is the going down of one of the most difficult evils that Kenya has faced since independence. The evil of tribalism ambayo ilikuwa karibu kumaliza taifa letu la Kenya. Unajua watu wanasahau kwamba miaka iliyopita, are you people forgetting that in 2007 we almost lost our country kwa maneno ya post-election violence. Then unapata mtu anaenda juu, anakuwa naibu wa rais, na akisimama kila saa, watu yetu, watu ya kona fulani, sijui uziguze wapi, uzifanye nini. Maneno ya upuzi kabisa. Na ndio mimi nafurahia huyu Mwengi Mutuse wakati alileta mswada katika bunge na kusema huyu mtu hafai kuwa kiongozi katika Kenya. Bunge ya Kenya mzima. Na isisemekane nilikuwa naona juzi anasema ati William Ruto ndiye alipanga jama. Ukifukuzwa na 90% of National Assembly na 95% of Senate, surely 95%, yani Kenya mzima 95%, mpaka hata pahali unatoka nyumbani. Wengi wa viongozi, there were more leaders who supported the impeachment from Mount Kenya other than any other region because they knew this is not the representation of the kind of leadership tunataka.
Kwa hivyo mimi nashukuru sana, ninasema tukae hivyo hivyo, tufurahie Kenya yetu vile tunavyoitaka. Sitaki kusema zaidi ya hapo, sababu najua Faruk naye ukiongea mingi anaongeza bei. Anasema huyu mtu akiongea mambo mingi, leo sina pesa mingi, kwa hivyo ninapima ile maneno. Ile dictator jiji, mogeri kwa lazu puje kwa chita neta. Oronga basi. Ni bwachita ne kurengesa, akoto mkutuito za queen, lakini kurengesa. Imare rais Galeki, so Faruk na boss Galeki kwa sababu mambo jiko chaka kusitia. Profesa, asante sana. PS wetu ambaye tunajivunia kazi yetu. Ibanga ngalega passport ipo chula enemeta Kenya kwa yande kewe kini kongoi. Ama muole hapo ngale UFCBC chumoje kuliona. Kujule na majule. Julwe ngale jambo CBC ngale jangile na bo taalamu eta kwa shughuli stage wa magibuji anga nekeja. But mimi nina imani kwamba huyu profesa wetu atahakikisha kabisa kwamba mambo yote katika serikali imeenda vizuri. Asanteni sana yawe ulipogericho walenje nebi. Aga tuwage. Basa ibu kwa wakati kakipenda oti akchi ne reverend agene kakimi tuan kanisa. Reverend nebo kanisa itabe unuliepka kibure Reverend Mairori. Wacha wave tu kutoka hapo Mheshimiwa Faruk, sababu najua masaa yameenda. Kakimu tuan kanisa itabe otherwise Kongoi missing goberu rob choba gaweke ulimbo sigis agaite baba tiemo agalenji uando goije ne para ne goro ne sigi gina gakia linyako ya gasidia kange buanda bugere Reverend Koli Odiodoli ale ngele biju gogo story ile story site eje tu tengale kyango so mami sai ne ge malo goberu rob choba gobe missing